Msikilizaji, karibu katika makala maalum inayokupeleka moja kwa moja kusini mwa kisiwa cha Unguja, Zanzibar, mahali ambapo historia, utamaduni, bahari, utalii na maendeleo hukutana. Leo tunakukaribisha katika simulizi la tamasha la Kizimkazi, tamasha ambalo kwa miaka hivi karibuni limekuwa zaidi ya burudani. Ni tamasha linalowakutanisha wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji, wasanii, viongozi wa serikali na watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Lakini kabla hatujafahamu tamasha hili, hebu turudi nyuma kidogo. Turudi kwenye historia ya eneo linaloitwa Kizimkazi. Mimi ni Semio Sonyo, mwandaji na msimulizi wa makala haya. Kizimkazi jina linamaanisha, katika kujenga msikiti walikuwepo kiongozi wao, alikuwa ni mtu anajitahidi sana kwa kazi. Wale wenyeji pale wakawa wanamsifu pamoja na ule mwenzao kwa lugha ya Kiswahili. Yule alikuwa wakijenga majengo, yule kiongozi alikuwa jina lake hasa ni Kizi, yani mzee Kizi. Sasa kwa vile alikuwa ni mtu harakati sana wa zile kazi, wakatumia neno mkazi. Yani mkazi kuna maneno mawili. Kwa Kiswahili ukiweka kwenye mkaazi ina maana mtu wa pale, yani native. Lakini mkisema mkazi kwa moja tu ni hard working person. Sasa hapa ina maana huyu mzee Kizi mkazi alikuwa ni mtu hard working kwa lugha ya kigeni. Sasa wakatanganya yale maneno mawili, jina lake na kuweza kumpa sifa yake kwamba ni mtu wa harakati, kwa hivyo Kizi mkazi. Sasa na kwa lile eneo walilokuweko pwani hapakuwa pakubwa sana, wakatoa jina la yule bwana, ndio ikawa Kizimkazi. Ni maneno mawili. Kizimkazi ni kijiji kilichopo kusini mwa kisiwa cha Unguja, Zanzibar. Kwa karne nyingi eneo hili limekuwa lango muhimu la biashara kupitia bahari ya Hindi. Wafanyabiashara kutoka Arabia, Wajemi, India na maeneo mengine ya Afrika Mashariki wamefika katika pwani hizi wakibadilishana bidhaa, tamaduni pamoja na maarifa. Kutokana na mwingiliano huo, Kizimkazi ikawa sehemu muhimu katika historia ya ustaarabu wa Waswahili. Leo hii eneo hili linajulikana duniani kwa mambo makuu manne. Kwanza, urithi wake mkubwa wa kihistoria. Pili, utamaduni wa Waswahili uliotunzwa kwa vizazi vingi. Tatu, utalii wa baharini unaovutia maelfu ya wageni kila mwaka. Na nne, tamasha la Kizimkazi ambalo limekuwa alama mpya ya maendeleo ya eneo hili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Miongoni mwa hazina kubwa zinazopatikana Kizimkazi ni msikiti wa kale wa Kizimkazi unaojulikana pia kama msikiti wa Dimbani. Msikiti huu ulijengwa mwaka 1107 kabla Kristo na ni miongoni mwa misikiti ya zamani zaidi iliyobaki Afrika Mashariki. Ndani yake kuna maandishi ya Kiarabu yanayoonyesha historia ya ujio wa Uislamu katika ukanda huu wa bahari ya Hindi. Kwa watafiti wa historia, msikiti huu ni ushahidi kuwa Zanzibar ilikuwa tayari ni kitovu cha biashara na ustaarabu zaidi ya miaka 900 iliyopita. Lakini Kizimkazi si historia pekee. Bahari yake imekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wanaofika kushuhudia pomboo wakiwa katika mazingira yao ya asili. Utalii huu umechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza kipato cha wananchi kupitia shughuli za usafiri wa bahari, hoteli, migahawa, biashara ndogondogo na huduma mbalimbali. Kila jambo kubwa huwa lina mwanzo wake. Kila historia huwa inaanzia katika wazo dogo ambalo baadaye hukua na kuwa jambo lenye maana kubwa kwa jamii. Kwa tamasha la Kizimkazi, mwanzo wake haukuwa tu katika burudani, bali ulianza katika tukio la kijamii lililowakutanisha wananchi wa Kizimkazi, likawa chanzo cha wazo ambalo leo limekuwa
na kuwa jukwaa kubwa la maendeleo, utalii, utamaduni pamoja na uwekezaji. Mmoja wa watu waliokuwa karibu na mwanzo wa safari hii ni Mzee Saidi Hamad Ramadhan, ambaye amekuwa miongoni mwa mashuhuda wa historia kuzaliwa kwa wazo la tamasha la Kizimkazi. Mnavyojua, mimi naitwa Mzee Saidi Hamad Ramadhani, na hii hali mnayoiona nayo ya macho kuwa hayaoni hivi sasa, basi nimeanzia kwenye tamasha hili, kwa sababu kama mnavyojua chimbuko la tamasha hasa lilianza 2015 mara tu mama alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza wa kiti cha urais na Mheshimiwa Magufuli. Hapo ndo lilianza hasa chimbuko, na kidogo tu nitasema, nikwambieni kabla sijasema mbali, angalau kidogo tu. Mama mara tu baada ya kuteuliwa alifanya ziara ya kupatia matawi ya jimbo la Makunduchi ambalo lilimpa kura zilizomsababisha kuwa mbunge 2010. Sasa katika ziara yake, siku ya mwisho ya ziara yake hiyo, alikuja kwenye tawi lake la nyumbani la Kizimkazi Mkunguni, na akakutana na wanachama pale pamoja na wananchi na kuwaomba, kuwajulisha kwamba mimi mwenzenu ndo nimefanywa hivi, nimechaguliwa hivi, bahati imekuwa hii, kwa hivyo nimekuja, pengine kama kuna makosa matatizo ndo yafanya, basi munisamehe na munipongeze na muniombee dua. Katika tukio hilo, wananchi wa Kizimkazi na waliona umuhimu wa kuandaa tukio maalum la kumpongeza na kumwaga kwa heshima. Hapa Mzee Saidi anaendelea kusimulia. Nafikiri mimi mwenyewe nikamwambia mama, wewe umekuja kutuaga, lakini na sisi tumekusudia tuje tukuite tukuage. Akasema mie sina tatizo, mkiwa tayari niteni. Kwa hivyo tukajiandaa. Ulipofika mwezi wa 8 2015 tukamwita mama, pakafanyika kijisherehe, na kile kisherehe kilifana sana. Hapo mama akasema kila ifikapo mwezi kama huu, siku kama ya leo, watu wa Kizimkazi popote walipo, tuje tukutaneni, tushirikiane na tupange mambo yetu, tuongezane kwa maendeleo yetu. Hapo ndipo mbegu ya wazo la tamasha la Kizimkazi lilipopandwa. Mwaka 2015 ukawa mwanzo wa mkusanyiko huo wa kila mwaka. Mwaka 2016 tukio hilo likaanza kujulikana kama Samia Day, lakini baadaye kutokana na umuhimu wa kulipa jina pana zaidi linalowakilisha wananchi wote wa eneo hilo, jina likabadilika na kuwa Kizimkazi Day mwaka 2017. Na kadiri miaka ilivyokwenda, wazo hili likaanza kukua zaidi. Mwaka 2020 ndipo lilipoanza kubeba sura mpya na kujulikana rasmi zaidi kama tamasha la Kizimkazi. Na sasa 2026 Kizimkazi kumenoga. Maana ya Kizimkazi katika mtazamo wa waanzilishi wa tamasha hili haikubaliki katika eneo moja pekee. Ilihusisha maeneo makuu matatu yenye historia kubwa: Kiboteni, Dimbani pamoja na Mkunguni, maeneo ambayo kwa pamoja yanabeba historia, utamaduni na maisha ya wananchi wa Kizimkazi. Tunasema tamasha linakuwa na kila linakuwa kwa kasi kabisa. Kwa hivyo tunawaambia wananchi popote walipo, wa Tanzania, wa Zanzibar, wa nje kabisa, waje tushirikiane na waone hali halisi ya wilaya ya Kusini na mkoa wa Kusini. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba tunawakaribisha waje wastarehe, waje waone, waje wajue utamaduni wa Tanzania, utamaduni wa mkoa wa wilaya ya Kusini, utamaduni wa mkoa wa Kusini. Nasema kwamba we are welcoming them to come and enjoy our hospitality and kindness. Tunawakaribisha waje waone ukarimu wetu na namna tunavyowakaribu wageni. Leo hii tamasha la Kizimkazi limekuwa zaidi ya tukio la kila mwaka. Limekuwa utambulisho wa jamii, limekuwa jukwaa la kuonyesha utamaduni wa Zanzibar, limekuwa sehemu ya kujenga mahusiano, kukuza biashara na kuvutia wageni. Na kwa wananchi wa Kizimkazi kuna jambo moja kubwa linalowapa fahari. Ni ukweli kwamba eneo hili limeandika historia kwa kumtoa makamu wa kwanza wa rais mwanamke wa Tanzania, na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hilo si jambo dogo, ni alama historia, ni chanzo cha fahari na ni sehemu ya simulizi inayofanya Kizimkazi kuendelea kutambulika ndani na nje ya Tanzania. And welcome all. Come for the Kizimkazi Festival.
kutoka kwenye sherehe ndogo ya kumpongeza kiongozi wao mwaka 2015 hadi kuwa tamasha kubwa la maendeleo, utalii na utamaduni mwaka 2026. Hii ndio safari ya kuzaliwa kwa wazo la tamasha la Kizimkazi: utamaduni, umoja pamoja na maendeleo. Tamasha la Kizimkazi si maonyesho ya muziki pekee, si shindano la michezo pekee, na si soko la biashara pekee. Hili ni jukwaa linalounganisha wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji, viongozi na watalii katika lengo moja: kulitangaza eneo la Kizimkazi, kukuza uchumi, kuvutia uwekezaji na kuhifadhi urithi wa Zanzibar kwa vizazi vijavyo. Msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tutatazama ndani kabisa ya tamasha la Kizimkazi. Tutafahamu shughuli zinazofanyika, tutazungumza kuhusu maelfu ya wageni wanaokusanyika kila mwaka, na tutaanza kuona namna tamasha hili linavyobadilisha maisha ya wananchi wa Zanzibar. Usiondoke, mimi ni Simeon Sonyo, endelea kusikiliza makala haya maalum. Baada ya kufahamu historia ya Kizimkazi na safari ya kuzaliwa kwa tamasha la Kizimkazi, sasa tunatazama ndani ya moyo wa tamasha lenyewe. Tamasha ambalo kila mwaka hubadilisha sura ya Kizimkazi na kuifanya kuwa sehemu ya mkutano wa watu mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kwa siku kadhaa, Kizimkazi hugeuka kuwa uwanja mkubwa wa shughuli mbalimbali. Ni sehemu ambapo utamaduni hukutana na biashara, ni sehemu ambapo burudani hukutana na elimu, na ni sehemu ambapo mawazo ya maendeleo hukutana na fursa za uwekezaji. Mgeni anayefika Kizimkazi wakati wa tamasha hukutana na mandhari ya kipekee, mabango mbalimbali yakitangaza washiriki, maeneo ya maonyesho ya bidhaa, majukwaa ya burudani, vikundi vya utamaduni, wajasiriamali wakionyesha bidhaa zao na wananchi wakishiriki katika shughuli mbalimbali. Tamasha hili limekuwa jukwaa linaloonyesha uwezo wa wananchi wa Zanzibar katika ubunifu, uzalishaji na kuhifadhi utamaduni wao. Na sasa tukaangalie maonyesho ya biashara pamoja na ujasiriamali. Moja ya maeneo muhimu ndani ya tamasha la Kizimkazi ni maonyesho ya biashara. Hapa ndipo wafanyabiashara wadogo, kampuni kubwa, taasisi za serikali na mashirika mbalimbali hukutana. Wajasiriamali kutoka Zanzibar na maeneo mengine ya Tanzania hupata nafasi ya kuonesha bidhaa zao: bidhaa za vyakula, bidhaa za kilimo, nguo na kazi za mikono, bidhaa za viungo vya Zanzibar, huduma za kifedha, teknolojia na ubunifu mbalimbali wa vijana. Kwa wafanyabiashara wadogo, tamasha hili ni zaidi ya maonyesho. Ni darasa la biashara, ni nafasi ya kukutana na wateja wapya, ni sehemu ya kujenga mtandao wa kibiashara na ni mlango wa kupata masoko mapya. Zanzibar ni kisiwa chenye historia kubwa ya utamaduni, na tamasha la Kizimkazi limekuwa sehemu ya kuonyesha utajiri huo. Katika tamasha hili, wageni hupata nafasi ya kuona ngoma za asili, nyimbo za taarab, mashairi ya Kiswahili, mila na desturi za Waswahili, pamoja na vyakula vya asili vinavyobeba historia ya jamii ya Zanzibar. Utamaduni hauishii kwenye kumbukumbu za zamani. Utamaduni ni utambulisho, ni urithi unaopita kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Na kupitia tamasha la Kizimkazi, kizazi kipya kinapata nafasi ya kufahamu na kuthamini urithi wao. Na sasa tuangalie utalii ndani ya tamasha. Kizimkazi ni moja ya maeneo maarufu ya utalii Zanzibar. Umaarufu wake unatokana na uzuri wa fukwe zake, historia yake na shughuli za utalii wa baharini. Wakati wa tamasha, watalii wanafika kutembelea eneo hili, baadhi yao kufanya shughuli za kuangalia pomboo, wengine hutembelea maeneo ya kihistoria, wengine hufurahia utamaduni na burudani. Hii ina maana kuwa tamasha linafungua milango kwa sekta nyingi zinazotegemea utalii. Hoteli zinapata wageni,
migahawa inaongezeka wateja, madereva wanapata huduma, waongoza watalii wanapata kazi, na wananchi wanaouza bidhaa mbalimbali hupata kipato. Tukipinduka katika upande wa burudani na sanaa, ni kwamba hakuna tamasha linalokamilika bila burudani. Tamasha la Kizimkazi limekuwa likiwapa nafasi wasanii mbalimbali kuonyesha vipaji vyao. Wasanii wa muziki wa kizazi kipya, wasanii wa taarab, vikundi vya ngoma na vipaji vya ndani ya Zanzibar. Lakini burudani ndani ya tamasha hili si kwa ajili ya starehe pekee. Ni sehemu ya kukuza ajira katika sekta ya sanaa. Ni sehemu ya kuwapa vijana nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, na ni njia ya kuitangaza Zanzibar kupitia muziki na sanaa. Katika upande wa michezo ni kwamba michezo na kujenga afya ya jamii pia inapewa kipaumbele. Ndani na biashara na burudani, michezo ni sehemu nyingine muhimu ya tamasha la Kizimkazi. Mashindano mbalimbali huandaliwa ili kuhamasisha afya, umoja na ushiriki wa jamii. Michezo huwakutanisha vijana, huondoa tofauti na kujenga mshikamano miongoni mwa wananchi. Kwa vijana wengi wa Zanzibar, matukio kama haya huwa nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na kupata fursa mpya. Tungali katika ushiriki wa serikali na sekta binafsi, ni kwamba kadiri tamasha la Kizimkazi lilivyokuwa, limeendelea kuvutia ushiriki wa wadau wengi. Serikali imeliona tamasha hili kama sehemu ya kuendeleza utalii, uwekezaji na uchumi wa buluu. Sekta binafsi nayo imeendelea kuona fursa ndani yake kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Tamasha ni sehemu ya kuona fursa zilizopo Zanzibar kwa wananchi, ni nafasi ya kushiriki katika uchumi unaokua. Tamasha la Kizimkazi limeonyesha kuwa tukio moja linaweza kuwa chachu ya mabadiliko makubwa. Lakini swali ni muhimu. Ni je, tamasha hili lina faida gani kwa uchumi wa Zanzibar? Lina nafasi gani katika uchumi wa Tanzania kwa ujumla? Na je, linawezaje kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida? Usiondoke. Tutakaporejea tutachambua kwa kina nguvu ya kiuchumi ya tamasha la Kizimkazi na mchango wake katika maendeleo ya taifa. Mimi ni Semia Sonyo. Endelea kuwa nami. Wakira. Baba. Uko wapi? Nipo nyumbani. Paka nasikia mawimbi. TV hiyo, naangalia TV. Naoni hiyo. Mbona kameli? Aka naangalia TV, picha la kivita hivi. Ndani upo nani? Mbona nasikia kama mtu anaongea kipemo? Kwenye TV. Wakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke? Ba ushaanza, mimi naangalia TV. Nakupigia upoke? Niseme ukweli basi. Ukweli upi? Tarehe 12 Kizimkazi, tarehe 13 hadi 14. Shua hili upo Zanzibar? Muda sana, watu wote tupo huku. Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia? Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba. Sasa wewe umeondoka, na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani? Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo. Nini? Nyumba. Na sasa tukaangalie nguvu ya kiuchumi ya tamasha la Kizimkazi. Katika sehemu iliyopita tuliona namna tamasha la Kizimkazi lilivyokuwa jukwaa la utamaduni, biashara, utalii na burudani. Lakini nyuma ya shangwe, muziki na mikusanyiko ya watu kuna jambo kubwa zaidi. Jambo linalogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Nalo ni nguvu ya kiuchumi ya tamasha la Kizimkazi. Kwa sababu tamasha hili halijaishia kuwa tukio la siku chache, limekuwa kichocheo cha shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazonufaisha watu wengi. Mara nyingi tunaposikia neno tamasha, watu wengi hufikiria muziki, burudani na wageni. Lakini ukweli ni kwamba nyuma ya kila tamasha kubwa kuna mnyororo mkubwa wa uchumi. Wakati wageni wanapofika Kizimkazi, wanahitaji huduma mbalimbali, wanahitaji usafiri, wanahitaji malazi, wanahitaji chakula, wanahitaji bidhaa mbalimbali, na hapo ndipo wananchi wa kawaida wanapoanza kuona faida. Mama anayepika chakula cha asili, kijana anayefanya biashara ya bidhaa za utamaduni, dereva anayesafirisha wageni, mvuvi anayetoa huduma za baharini, mmiliki wa hoteli au nyumba za wageni, wote wanakuwa sehemu ya uchumi unaochochewa na tamasha hili. Kurejea kwa tamasha la Kizimkazi
Nimefurahi sana na tumefurahi sana wananchi wote Kizimkazi. Tumefurahi sana, tumelipokea kwa bashasha na hamasa kubwa na mara hii inazidi. Mwaka juzi nilifurahika kutokana na miradi iliyofunguliwa, alafu nimefurahika na ile sherehe mbalimbali, yani mwanzo mwisho Kizimkazi kumechangamka. Kwa hiyo karibuni sana, tumehamasika sana, tuje tutie hamasa zaidi kuliko miaka yote. Fursa ndio wanazipata. Yani kuna fursa tasema kama kuna ajira rasmi na zisizo rasmi, ajira zisizo rasmi wananufaika vijana. Tutasema uongeaji wa wageni, vyombo vibodaboda wananufaika. Matarajio yetu kwa kuhusu tamasha hili, kwanza tunafunguliwa miradi yetu, na miradi yetu inafunguliwa safari hii mikubwa sana, na sisi wenyewe wana Kizimkazi. Kwanza kuhusu mradi wa maji tunafunguliwa tangi letu linochukua milimita 1.5 maji. Kwa muda siku 3 tunaweza kwa Kizimkazi sote tukatumia maji hayo. Alafu tunawekewa jiwe la msingi na kuwekewa jiwe letu la msingi ya chuo na kutembelewa Kizimkazi, kwa sababu Kizimkazi tunatembelewa. Kwa hiyo sasa shamra zilizokuwepo, kila atakuja Kizimkazi anajua kama Kizimkazi kuna jambo linafanyika. Katika upande wa ajira kwa vijana, moja ya faida kubwa za tamasha la Kizimkazi ni kuibua fursa za ajira kwa vijana. Katika maandalizi ya tamasha, watu mbalimbali huhitajika katika maeneo tofauti. Wapo wanaohusika na maandalizi ya eneo la tukio, wapo wasanii, wapo wapiga picha na watengeneza maudhui, wapo waongoza wageni, wapo wafanyakazi wa hoteli na migahawa, wapo wauzaji wa bidhaa. Hivyo tamasha linakuwa darasa la vitendo kwa vijana kuona kuwa vipaji na ujuzi wao vinaweza kuwa chanzo cha kipato. Tuangalie mchango katika uchumi wa Zanzibar. Zanzibar imejijengea jina duniani kama moja ya maeneo maarufu ya utalii. Utalii ni moja ya nguzo muhimu ya uchumi wa Zanzibar, na matukio kama tamasha la Kizimkazi yanaongeza nguvu katika sekta hiyo. Kwa kutangaza Kizimkazi, tamasha linasaidia kuwafanya watu wengi zaidi kufahamu vivutio vilivyopo kusini mwa Unguja. Watalii wanaokuja kwa ajili ya tamasha wanaweza pia kutembelea maeneo mengine ya Zanzibar. Wanaweza kufika Stone Town, wanaweza kutembelea fukwe mbalimbali, wanaweza kufanya shughuli za baharini, na hivyo kuongeza mzunguko wa fedha katika sekta nyingi. Kila mtalii anayefika Zanzibar anakuwa sehemu ya mzunguko wa uchumi. Fedha anatumia katika hoteli, katika usafiri, katika chakula, katika manunuzi na katika huduma mbalimbali, husaidia kukuza biashara na kuongeza kipato kwa wananchi. Tamasha la Kizimkazi linapovutia wageni wengi zaidi, linaongeza thamani ya eneo hilo na kulifanya kuwa sehemu muhimu katika ramani ya utalii wa Afrika Mashariki. Mbali na utalii, tamasha la Kizimkazi limekuwa pia jukwaa la kuonyesha fursa za uwekezaji. Wawekezaji wanapofika katika eneo hili wanaona uwezo uliopo, wanaona fursa katika hoteli na malazi, huduma za utalii, usafiri wa baharini, biashara za vyakula, teknolojia pamoja na huduma kwa wageni. Kwa lugha nyingine, tamasha linakuwa dirisha linalowaonyesha wawekezaji kuwa Zanzibar si sehemu ya kutembelea tu, bali pia ni sehemu ya kuwekeza. Lakini je, tamasha hili lina mchango kwa uchumi wa Tanzania? Faida ya tamasha la Kizimkazi haishi Zanzibar pekee. Inaingia pia katika uchumi wa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Zanzibar ni sehemu muhimu ya Tanzania katika sekta ya utalii, biashara na uwekezaji. Watalii wanaokuja nchini kupitia Zanzibar wanachangia kuitangaza Tanzania duniani. Bidhaa zinazozalishwa Tanzania zinapata masoko mapya, wasanii kutoka sehemu mbalimbali wanapata majukwaa mapya, na wafanyabiashara wanapata nafasi ya kupanua shughuli zao. Kwa muda mrefu utamaduni ulionekana kama jambo la kuhifadhi historia pekee, lakini dunia ya leo imeonyesha kuwa utamaduni unaweza kuwa rasilimali kubwa ya kiuchumi. Nyimbo, ngoma, vyakula, mila, kazi za mikono na historia, vyote vinaweza kuwa sehemu ya uchumi wa jamii. Tamasha la Kizimkazi linathibitisha kuwa utamaduni unaweza kuwa daraja la kuunganisha kizazi cha zamani na kizazi kipya. Msikilizaji, nini maoni ya wananchi kuhusiana na tamasha hili? Rais anaupiga mwingi. Kwanza mama ni mtu mzuri, anatuletea maendeleo, na kwanza kusini anaikumbuka kila mwaka.
Kama mwaka jana kafanya tamasha, na mwaka huu shamra nyingi, michezo mingi, mpaka kuna mchezo wa nage hapa. Hii ndo Kusini, waambie waje Kusini, na hii ndo Makunduchi, mkoa aliotokea, maana alikuwa mwakilishi hapa. Kwa hiyo kaondokea hapa, hatimaye kaenda za Tanzania bara kwa makamu. Waambie waje, hii ndo Kusini. Tunafurahia Samia Day. Mama Samia, karibu sana Makunduchi. Namkaribisha Mama Samia Suluhu Hassan kwenye tamasha la Kizimkazi. Hii ndio picha halisi namna tukio moja linavyoweza kugusa maisha ya watu wengi. Pamoja na mafanikio yake, tamasha la Kizimkazi linaendelea kuhitaji mipango endelevu. Ni muhimu kuhakikisha kuwa maendeleo yanawafikia wananchi wengi zaidi, mazingira yanatunzwa, utamaduni unalindwa, na ukuaji wa utalii unaenda sambamba na ustawi wa jamii, kwa sababu lengo kubwa si kuwa tamasha kubwa pekee, bali kuwa na tamasha linaloacha alama chanya kwa vizazi vijavyo. Tamasha la Kizimkazi limeonyesha kuwa utamaduni unaweza kuwa nguvu ya maendeleo, kutoka kijiji chenye historia ya karne nyingi hadi kuwa jukwaa la kitaifa lenye macho ya kimataifa. Lakini safari bado inaendelea. Katika sehemu ya mwisho ya makala haya, tutazungumzia mustakabali wa tamasha la Kizimkazi, changamoto zinazoweza kujitokeza, nafasi yake katika miaka ijayo, na ujumbe wa mwisho kuhusu muhimu wa kulinda utamaduni na kuendeleza utalii wa Tanzania. Usiondoke, mimi ni Semio Sonyo, endelea kuwa nami. Kwani dabi ya Simba na Yanga safari inafanyikia wapi? Zanzibar, tarehe 12. Dabi ya Kariakoo ikafanyike Zanzibar. Why, what happened? Uwanja una marekebisho. Aha. Kwa hiyo mwaka huu tunawarekebishia Zanzibar. Mnaturekebisha, tunawarekebisha. Na ili tuwafunge vizuri, dabi ya msimu tunaita Kizimkazi dabi. Adhabu iko pale pale. Unafikiri tutaacha? Tarehe 12 tunaanza matembezi ya wote asubuhi. Alafu jioni sasa tunawafunga kimbembe kurudi huku uvivu. Aliwazalo mjinga sasa hapo. Na tarehe 13 usiku ndio motonye wa tamasha kubwa la usiku wa Kizimkazi. Wasanii kibao, burudani za kutosha, shangwe mpaka majogo. Na tarehe 14 hapo sasa ndio kilele cha festival. Kudade. Burudani, utamaduni na kumbukumbu zilizosahaulika zote ndo zinakuwa tarehe 14. Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Yaani muda wote tunaenjoy mandhari maridadi ya Zanzibar. Upepo wenye marashi ya karafuu, supu tamu ya pweza, wali wa nazi, na kwenda kuwaona madolfini wanavyorukaruka. Kama ni hivyo basi dabi kisha wewe uwahi kurudi nyumbani ukaangalie nyumba. Kama ni hivyo dabi kisha kajeo. Na sasa tuangalie tamasha la Kizimkazi, urithi wa Zanzibar, nguvu ya taifa na maono ya maendeleo. Kutoka katika historia ya karne nyingi, kutoka katika fukwe zenye uzuri wa asili, kutoka katika utamaduni wa Waswahili uliojengwa kwa vizazi vingi, Kizimkazi imeendelea kuandika ukurasa mpya katika historia ya Zanzibar. Katika sehemu zilizopita tumeona namna tamasha la Kizimkazi lilivyozaliwa. Tumeona namna lilivyokuwa na kuwa jukwaa la utalii, biashara, utamaduni pamoja na maendeleo. Lakini mafanikio haya hayakuja kwa bahati. Yameambatana na maono ya viongozi mbalimbali, ushirikiano wa wananchi na juhudi za wadau wanaoamini kuwa utalii na utamaduni vina nafasi kubwa katika kujenga uchumi wa taifa. Miongoni mwa viongozi waliotoa msukumo mkubwa katika kuitangaza na kuipa thamani tamasha la Kizimkazi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ushirikiano mzuri tupo. Ushirikiano wake mzuri kwamba haamui uamuzi wa kujiamulia kwenye nafsi yake. Kwanza hana tabia hiyo. Ni mwepesi wa kusikiliza maoni ya ndugu zake. Ndio hiyo Samia Day. Yaani hiyo tangu hajakuwa kama atajakuwa rais, alikuwa anakaa kwa muda huko, afu anakuja mwenyewe, anakaa na ndugu zake, wanakaa, anasikiliza maoni yao, wanacheka, wanafurahi. Ndio maana ya Samia Days. Kwa mtu kwa hivi si rahisi. Ukae huko, alafu ujipangie siku maalumu uje, ukae na ndugu zako wenyewe, mzungumze, mcheke. Kwa hiyo sasa hivi imekuzwa mpaka imekuwa sasa hivi ni festival kubwa sasa hivi. Tangu kuingia madarakani, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka msisitizo mkubwa katika kukuza sekta utalii, uwekezaji, uchumi wa buluu na kuitangaza Tanzania katika ramani ya dunia. Kupitia falsafa yake ya kufungua Tanzania kwa fursa za kimataifa,
amesisitiza kuwa maeneo yenye historia, utamaduni na vivutio vya asili yanapaswa kupewa nafasi ya kuonekana duniani. Katika mtazamo huo, tamasha la Kizimkazi limekuwa moja ya majukwaa yanayobeba ujumbe wa kuitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Tamasha hili lina malengo makubwa 8. Kwanza, kuwaleta pamoja wanakizimkazi kwa lengo la kudumisha umoja, mshikamano na ushirikiano miongoni mwa wananchi wa Kizimkazi na maeneo ya jirani. Lakini pili, tamasha hili ni kulinda na kuendeleza mila, tamaduni na desturi zetu na kurithisha kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kama mjuavyo, tupo kwenye zama za utandawazi, na katika zama hizi bila kuwa na mikakati thabiti, upo uwezekano mkubwa kwamba mila na desturi zetu zitatoweka. Hivyo basi, nawashukuru sana wazee wetu wa Kizimkazi na maeneo vijiji vya jirani ambao kila mwaka wamekuwa wakijitokeza kuonesha tamaduni zetu, na leo hii kwa sababu ya muda zimekatwa, wameoneshwa Shomoo peke yao, kuonesha tamaduni zetu kwa vitendo na kusimulia kwa lengo la kuwarithisha vijana wetu. Wito wangu kwenu, mambo haya yasifanyike tu kipindi cha tamasha, lakini tuwe tunayafanya muda wote, na nimefurahi kwamba sasa Shomoo umepata usajili wa kudumu na vikundi vingine navyo vitasajiliwa ili viendelee kufanya kazi zao. Tamasha la Kizimkazi ni tamasha lilotoka kuwa tamasha la kijamii hadi jukwaa la kimataifa. Katika hatua mbalimbali za ukuaji wa tamasha la Kizimkazi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuliona tamasha hili si kama tukio la burudani pekee, bali kama chombo cha maendeleo. Tamasha limeendelea kupata umaarufu mkubwa kwa kuonyesha kuwa linaweza kuwa daraja la kukuza utalii, kuvutia uwekezaji, kukuza biashara za wananchi, kutangaza utamaduni wa Zanzibar, kutoa nafasi kwa vijana na wajasiriamali. Maono haya yamechangia kulifanya tamasha la Kizimkazi kuanza kutambulika zaidi ndani na nje ya Tanzania. Moja ya maeneo ambayo serikali imeendelea kuyapa kipaumbele ni uchumi wa buluu. Bahari si eneo la kuvua samaki pekee. Bahari ni chanzo cha utalii, ni chanzo cha ajira, ni chanzo cha biashara, ni chanzo cha uwekezaji. Na Kizimkazi ni mfano mzuri wa namna rasilimali za bahari zinavyoweza kutumika kwa maendeleo ya wananchi. Utalii wa pomboo, fukwe nzuri, huduma za baharini na shughuli nyingine zinazohusiana na bahari, zote zinaonyesha uwezo mkubwa wa uchumi wa buluu katika kuinua maisha ya wananchi. Moja ya mafanikio makubwa ya juhudi za kuitangaza Tanzania ni kuongezeka kwa uelewa wa dunia kuhusu vivutio vilivyopo nchini. Zanzibar imekuwa ikijulikana kwa fukwe zake, historia yake na utamaduni wake. Lakini matukio kama tamasha la Kizimkazi yanaongeza sauti mpya. Yanawaambia wageni kutoka duniani kote, karibu Tanzania, karibu Zanzibar, karibu Kizimkazi. Hapa kuna historia, hapa kuna utamaduni, hapa kuna fursa. Miradi hii inafanyika, kwanza wanaanzisha wanajamii, baadaye wanajamii wakati tuna tamasha letu hili tunakusanya miradi gani ambayo ipo kwenye vijiji, wadhamini wa hili tamasha wanapokuja kwa ajili ya kudhamini tamasha, tunawapa sisi, ya kwetu ni haya. Kwa hiyo kila mmoja anaangalia lake, anachukua kwa ajili ya kulifanyia kazi, aidha kulimaliza au kulianzisha msingi. Kwa hiyo yani miradi inapatikana kupitia njia hii. Pamoja na juhudi za viongozi, msingi mkubwa wa mafanikio ya tamasha la Kizimkazi ni wananchi wenyewe. Wananchi ndio walinzi wa utamaduni, wananchi ndio wenyeji wa wageni, wananchi ndio wanaobeba simulizi ya eneo hili. Kwa hiyo maendeleo ya kweli yatakapokuja ni pale ambapo wananchi wa kawaida ataona mabadiliko katika maisha yake. Mtoto kupata elimu bora, kijana kupata ajira, mjasiriamali kupata soko, familia kupata kipato na jamii kuwa na mazingira bora. Swali linabaki, je, tamasha la Kizimkazi linaelekea wapi? Jibu ni kwamba mustakabali wake uko katika uwezo wa kuendelea kubuni mambo mapya. Tamasha linaweza kuwa jukwaa kubwa zaidi la Afrika Mashariki katika utalii wa kitamaduni, biashara za kimataifa, uwekezaji, sanaa, teknolojia, elimu pamoja na mazingira. Lakini ili kufikia hatua hiyo, ni lazima kuwe na ushirikiano wa pamoja: serikali, wananchi, sekta binafsi, wasanii, wawekezaji na wageni wanaotembelea Zanzibar.
Msikilizaji, tamasha la Kizimkazi si hadithi ya siku moja. Ni hadithi ya historia, ni hadithi ya utamaduni, ni hadithi ya wananchi wanaotafuta maendeleo, ni hadithi ya Zanzibar inayotaka kuendelea kuonekana duniani. Kutoka kwenye kivuli cha historia ya karne nyingi hadi kwenye mwanga wa fursa mpya, Kizimkazi inaendelea kuonyesha kuwa eneo dogo linaweza kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Kwa sababu maendeleo hayaanzi tu katika miji mikubwa, wakati mwingine huanza katika kijiji chenye historia kubwa kama Kizimkazi. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kus na kas sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar, kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi, fursa na nafasi ya kukutana na watu kibao. Kwa upande wa burudani sasa, wasanii wote unaowapenda ndani, yani watu wewe. Kizimkazi Festival 2026, shangwe na fursa. Na sasa tunafikia ukurasa mpya wa historia tamasha la Kizimkazi. Mwaka 2026, Kizimkazi inajiandaa tena kwa kitovu cha shughuli za maendeleo, utamaduni, biashara, utalii na burudani kupitia tamasha la Kizimkazi 2026. Tamasha hili linatarajiwa kufanyika kuanzia Agosti 11 hadi Agosti 14, 2026, likiwa na kauli mbiu Kizimkazi kumenoga. Kauli mbiu inabeba ujumbe wa maendeleo, mshikamano wa wananchi, kukuza uchumi na kuendelea kuitangaza Zanzibar na Tanzania duniani. Safari ya tamasha la Kizimkazi 2026 haitaanza kwa burudani pekee, bali itaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuombea viongozi pamoja na wananchi. Siku ya kwanza ya tamasha Agosti 11, shughuli zitaanza kwa dua maalum katika msikiti wa Kizimkazi, dua ambayo itaongozwa chini ya Baraza la Maulama Zanzibar kwa ajili ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi mbalimbali pamoja na wazee wa Kizimkazi. Siku hiyo pia itakuwa mwanzo wa shughuli mbalimbali za maendeleo, zikiwemo nusu fainali za mashindano mbalimbali na uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi muhimu. Miongoni mwa miradi hiyo ni jengo la maendeleo la Shehia ya Kibuteni, barabara ya Kichakachindi kwenda Mtondoni yenye urefu wa kilomita 3.1, Hasnu Makame Hostel, majengo mengine ya maendeleo yanayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Tarehe 12 Agosti, tamasha la Kizimkazi litafunguliwa rasmi. Siku hii itaanza kwa matembezi ya wananchi yatakayounganisha jamii na kuonyesha mshikamano wa watu wa Kizimkazi. Baada ya matembezi hayo, kutakuwa na uzinduzi rasmi wa tamasha pamoja na maonyesho ya biashara yatakayokutanisha wafanyabiashara, taasisi mbalimbali na wajasiriamali. Maonyesho hayo yatatoa nafasi kwa wananchi kuonyesha bidhaa zao, huduma zao na ubunifu wao. Katika siku hiyo pia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kiwanja cha kufurahishia watoto. Kutakuwa na ziara katika maonyesho ya biashara, utawekwa msingi wa mradi wa Cave Hotel, kutakuwa na fainali za mpira wa miguu, mashindano ya mbio za ngalawa yatafanyika katika sehemu ya kuenzi utamaduni wa maisha ya watu wa pwani. Na jioni, Kizimkazi itageuka kuwa jukwaa la burudani kupitia maonyesho ya kidumbaki, singeli, danse kunde na vikundi mbalimbali vya sanaa. Siku ya tatu ya tamasha Agosti 13 itaweka mkazo mkubwa katika maendeleo ya kijamii. Ni siku ambayo itaonyesha kuwa tamasha la Kizimkazi si sherehe pekee, bali ni chachu ya mabadiliko. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushiriki katika shughuli mbalimbali, zikiwemo kupanda mti katika hospitali ya Kizimkazi, kushuhudia makabidhiano ya magari kutoka shirika la afya duniani WHO, kutembelea chanzo cha maji cha pango la Machomwe, kuweka jiwe la msingi na kupanda mti katika chuo cha amali VETA Kizimkazi, kuzindua tanki la maji
pamoja na kuzungumza na wananchi. Pia kutakuwa na kongamano la nishati safi litakalojadili nafasi ya nishati katika maendeleo endelevu. Aidha, kutakuwa na uzinduzi wa mradi wa nyumba za Bopar unatarajiwa kuongozwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Usiku wa siku hiyo utakuwa maalum kwa burudani kubwa ya Kizimkazi Festival kupitia comedy, taarabu asilia, dansi, ngoma za asili, bongo flavor, wasanii mbalimbali kutoka Tanzania. Agosti 14, 2026, tamasha la Kizimkazi litafikia kilele chake katika uwanja wa Mwehe Makunduchi. Hii ndio siku ambayo historia itaandikwa tena. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha tamasha hilo. Baada ya shughuli za kilele, kutakuwa na chakula maalum cha mchana kitakachokutanisha wadau mbalimbali, viongozi na wageni katika makazi ya Mheshimiwa Rais yaliyopo Kizimkazi. Tamasha la Kizimkazi 2026 linaendelea kuthibitisha kuwa maendeleo hayapimwi kwa majengo pekee, bali kwa uwezo wa jamii kuungana, kutunza utamaduni, kuvutia uwekezaji na kujenga maisha bora kwa wananchi. Kutoka kwenye historia ya msikiti wa kale wa Kizimkazi, kutoka kwenye mawimbi ya bahari ya Hindi, kutoka kwenye utamaduni wa Swahili hadi kwenye miradi mipya ya maendeleo, Kizimkazi inaendelea kuwa mfano wa namna utamaduni unaweza kuwa injini ya uchumi. Tamasha hili linatukumbusha kuwa tunapolinda historia yetu, tunajenga kesho yetu. Tunapotangaza utamaduni wetu, tunafungua milango ya fursa, na tunaposhirikiana, maendeleo yanawezekana. Hii ndio simulizi ya tamasha la Kizimkazi. Mimi ni Semio Sonyo. Asante kwa kusikiliza makala haya. Niseme Kizimkazi kumenoga. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kus na kas. Sasa linahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi, fursa na nafasi ya kukutana na watu kibao. Kwa upande wa burudani sasa, wasanii wote unaowapenda ndani, yani watu wewe. Kizimkazi Festival 2026, shangwe na fursa.